Hi good people, how are you doing? Hope you are doing great. Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one YouTube channel for TV shows, analysis, stock prediction, stock updates. Now, our today's video goes to Zari episode 111, an episode that will be aired tomorrow, that is Monday 30th December 2024. Now, in episode 110, kuna vitu serious zilifanyika hapo. And one major thing that happened is that Skylar and Rispa killed Kamal. Kamal actually is the one who made Skylar a murderer. Simply because Sky was trying to protect or to save Rispa mwenye alikuwa karibu auawe na Kamal after kwenda pale Stonehouse, na Rispa akawapata Sky na Kamal wakiendelea kufanya mambo yao. Hapo ndio vita ilitokea, cause Kamal aliona ni kama ilikuwa ni setup, na akaona ni kama Rispa ni alikuwa chief planner of that setup. So, we all know that Kamal is dead. Now akina Lola and Agi and Susan walikuwa wameenda Uganda, wakafungiwa pale na Mama Dante na brother ya Mama Dante. But that good lady alikuwa na roho ya utu. Walikuwa nafikiria watauawa, but aliwaambia mimi sitawafanyia kitu, but Mungu atawapunish. Na unajua ukiachiwa Mungu, jua mambo yako sio mazuri. So guys, after Kamal kuwa pale Stonehouse, Sky alipigia mamake, that is Linda, and Linda came ndio awasaidie kutoa ule mwili wa Kamal pale kwa Stonehouse. And on the way walifanya accident simply because Kamal alikuwa na kaka anatokelezea Sky, anamuuliza mbona uliniua? And kwa Zari hatukuonyeshwa Kamal vile alikuwa na apia, but if you go to the original series utaona vile Kamal alikuwa anatokelezea Skylar mpaka Rispa ka panic and they got involved in a road accident. Rispa aligonga msee wa taxi, no msee akaleta noma. Akasema watu naona wanaka suspicious sana, I need to call police because wamenigonga. And that what exactly he did. Mse aliita polisi wakakuja. Polisi wakakuja waka-inspect hiyo gari, hawakufungua nyuma pale mwili ya Kamal ulikuwa umewekwa. But mnajua Linda ni drama queen. Linda alianza kulia akisema the reason wamecause hiyo accident ni vile walikuwa wanakimbia kupeleka Skylar hospitali. Because askari walifungua kwa gari hapo, wakaona Sky, na Sky alikuwa anatetemeka, she was in bad condition. So Linda akasignal Sky ampe do. So akachukua do akapea msee mwenye walibonda gari yake, and that guy ni kama alikuwa na njaa ya pesa. So after kupewa pesa alichangamka, akambia Linda, actually madam, hata ungesema hivyo kitambo, acha story tumalize kati yetu. Kama ulikuwa unapeleka mtoto hospitali, hii inaeleweka, wewe ndo peleke mtoto hospitali. Na akaambia polisi, si mnaona hii story imeishia hapa, cause ashanipea do nini nitengeneze gari yangu, mimi sina noma nyingine. And that's how waliachiliwa wakaenda. After kuachiliwa, guess where they went? Walienda kwa msitu, sijui ni Karora Forest, ni Gong Forest, ama ni wapi. Wakaenda kudiscard mwili ya Kamal. And let me tell you, it was not an easy task for them, because they were all crying, they were very emotional, and these are 3 ladies, 2 young ladies na mama yao. Na ni usiku na ni kwa forest, so they tried their best. But ilifika mahali Kamal alitokelezea Rispa, akauliza Rispa, was this the end you saw fit for me? Na Rispa akastuka, akaanza ni kama kufuata Kamal, but Linda was there to catch her on time. Now,
Wakati walikuwa wanaendelea kuzika mwili wa Kamal, you know, people say that blood is thicker than water. Mama Kamal on the other side was really struggling. Sahi alikuwa anatafuta mtoto wake, because for the last few days hakuwa ameona mtoto wake. Akimpigia simu hampati, akipiga simu job anaambiwa Kamal hayuko, na akapigia msee fulani kwa simu akamuuliza kama aliona Kamal. Msee akamwambia hajaona Kamal. And the woman was very very bitter. Akaanza kuomba Mungu at least aseme kijana wake, because alikuwa anasema kijana wake amepotea, ameanza kufuatana na mambo ya dunia, akiomba Mungu hamsamee na muongoze kwa njia yenye inafaa. Because mkikumbuka vizuri, Kamal ni pesa imembandilisha, na hii ni after kupata na Kenan. Because kitambo Kamal was a very good boy, I can say that. Wakati alikuwa na Kanagi, time alikuwa ameoa Rispa, he was very humble guy. But simply because kuna time ilifika ukapata Rispa bado hakuwa anampenda, alikuwa anapenda Bien. Na Kamal akafikiria Rispa anapenda Bien juu ya do. Akamua nazo hizi do nitasaka, nifurahishe Rispa. Na ikafika mahali wakati Kamal alisave Skylar akampeleka kwa Dylan. Dylan alimpea kazi ya kuchunga Sky. Kenan akampea job ya kuchunga Skylar na Linda wakati Linda alikuwa attacked by Hayub. Na kutoka hapo Kenan akasaidia Kamal. Kamal akaomoka, akakuwa na do. Na ndio later on alienda akapata na Rispa, na Rispa akamkubali Saiju alikuwa na do. And all this time Kamal ni kama alikuwa amesahau mamake, because I don't think kuna kitu ya maana alikuwa anafanyia mamake, because actually Skylar is the one who was concerned about her mother-in-law, because alikuwa anampeleka out. And Skylar cha ukweli alikuwa anapenda mama Kamal, unlike Kamal mwenye hatujaona sana akisaidia mamake atoke kwa ile ubaskini yenye alikuwa nayo. Alianza tu wanawake, pesa, pombe and all that. And there is one big mistake yenye Linda, Skylar na Rispa walifanya. You know, hii ilikuwa murder case. Na wakati walikuwa wana handle body ya Kamal, hawakuwa na gloves. Walidiscard hiyo body kienyeji. Kienyeji bila gloves, walikuwa wanaishika tu hivyo. Meaning that kuna high probability that fingerprints zao zitapatikana kwa hiyo body and they will be in great trouble. Back to Susan, Hagi, Lola and Isaac. Ndio wanadonjo kutoka Uganda. Na Susan akafika mahali akamwambia nyi wase, now that tumefika Nairobi, I think tunafaa tuingie kwa mosque, tuombe hala, at least tuone kama atatusikia maombi yetu, because maovu yenye tumefanya ni mengi sana. At least tuone kama maombi yetu yatajibiwa. And that's what they exactly did. Remember watu walikuwa wameponea pale Uganda, walienda wakapata na Mama Dande, na Mama Dande alikuwa sure that hawa watu ndio waliua mtoto wake. And this woman was really suffering inside. You know, nothing painful like losing your own child. The pain of losing a child, it's too much. So waliona vile wako na madhambi mingi, wakaona waende pale mosque, at least waombe, waone kama watasema yao makosa yao. But here in Zari, I don't know whether they'll go to a mosque. I don't know whether they'll go to a mosque ama wataenda kanisani. Back to the mansion. It's morning. Na kila mtu akona furaha. Pale kwa meza kuna Dylan, kuna Nina na kuna Luanda. Koki na Lily ndio wanawaserve. And they are having a very sweet conversation. Luanda is happy, Nina is happy. Wanaongea tu story zao. Na pia Ashley was there. So, Koki the witch alikuwa mahali amesimama
anaangalia kina Nina na Luanda wakiendelea na shughuli zao. You know the way Luanda can be romantic, the way he can tell Nina sweet things and all that. So Cocky the witch alikuwa tu hapo anawaangalia. Lily akakuja akamwambia, wewe nitaambia kila mtu chenye nilisikia ukisema. Na mnajua Cocky anakuanga na kiburi. Last time Lily alimwambia akamwambia, wewe enda ukaseme, I don't care. Na sitoki hapa kwa hii nyumba as long as Luanda hako kwa hii nyumba. But one thing nilikuwa najiuliza, yani Cocky anafikiria anaweza win at ya Luanda. Just the way Lily told her, yani yeye ni chokora. Anafikiria Luanda anaweza penda chokora kama yeye. And for real, ni watu wangapi walijaribu Luanda? Lola alijaribu mpaka kalala the same bed na Luanda. Na hakuna kitu ilifanyika mpaka kamwekelea ball. Ule fellow teacher Maya Code, sijui kwa hiyo series alikuwa anaitwa nani, alijaribu akashindwa. Mama Zain Wema alijaribu pia yeye akashindwa. So who is Cocky? Cocky ni nani? Nobody can separate Nina and Luanda. So Lily kumtishia wakati Luanda na Dylan walikuwa natoka, because that morning walikuwa ready kwenda pale kwa kampuni ndio waangalie shughuli vile zinaenda. Nina akaescort Luanda, so Lily followed them. Akawaambia kuna kitu anataka kuambia about Cocky. Na all this time Cocky was watching from a distance. Ndio akaambia Nina na Luanda, mi naomba Mungu awasaidie na wachunge na macho mbaya. Kitu yoyote isije kati yenu ikawaseparate. Unajua sasa Cocky ana tense, anafikiria Lily atasema kila kitu. But I don't know, it's like Lily changed her mind. Akaambia Luanda, mimi nilikuwa nataka kukuambia tu thank you kwa kuniletea Cocky anisaidie juu hapa kwa nyumba kuna kuanga na kazi mingi, and at least now I'm relieved. So that was a sign that Lily anytime can tell Luanda and Nina about Cocky. Cocky aliponea Lily hakumsema. Now wakati Dylan na Luanda walikuwa wanatoka kwenda job, hii time ndio na yeye Linda na Skylar waliingia. So kufika hapo kwa compound walianza kuargue. Na si unajua vile Linda akiwa na hasira anaweza ongea. Because alikuwa anaambia Skylar, my daughter, just try to compose yourself. Ndio mtu asinotice kama kuna kitu ilifanyika. Na Skylar yeye anaanza kumwambia, but mom, I killed him. Because for real, me I do feel for Skylar. Because for one, Skylar ako innocent. And I don't know why innocent souls have to suffer in this series. Because ingekuwa ni uwezo wa Skylar angeconfess. Unakumbuka Nina wakati alishoot Kenan, Luanda alikuwa anataka kumcover up, but conscience ya Nina haingemkubali. Alikuwa alisema jumi ndo nilicommit hii crime, let me go to the prison and pay for my sins. Na kukataa kitu alifanya. So Skylar has the same spirit. She wants to do the right thing, enda ajiseme at least kama kesi yake iende excuse, wasikie kama watamsame or not. But the mother is like, no, my daughter, I can't allow you to do that. So hiyo time walikuwa na argue, Dylan, Luanda na Nina na Ashley wakatoka nje because walisikia kelele. And they were shocked because for one, Sky alikuwa ameua mtu na ametense. So vile aliona Dylan, alienda akamuhug. Dylan akamuuliza, is everything okay? Sky akasema, no, everything is not okay. Akamwambia, I'm your hango, you can tell me anything. Na hii time Sky alikuwa anataka kusema, anaangalia Linda anampea warning asijaribu kusema anything. Ndio wakaangalia gari wakaona imegongwa. Linda akasema, kitu yenye imefanyika inafanya Skylar akuwe hivyo ni juu tumekuwa involved in a very bad accident. Na kweli gari yenye walikuwa nayo ilikuwa imebondwa after that accident. Ndio Linda akawaambia the reason amepanic hivyo ni juu ya mental health or mental status ya Skylar.
Si mnakumbuka kichwa ya Skylar ilikuwa imeruka akaenda mental hospital and all that. So Linda used that as an excuse. Na akaambia Dylan, mimi nilikuwa naomba kama tunaweza kaa hapa kwa mansion cause ya condition ya Skylar. And Luanda na Nina wakakubali. Wakamwambia as long as you don't mess up around. Na Dylan akamwambia Linda, the reason why tunakosana na wewe ni juu wewe hii mashida yote wewe ndo unaletanga. You always mess around. And Linda promised to be a good girl. Atakaa hapo kwa mansion bila kudisturb anybody. But the thing is, Dylan alinotice kuna kitu yenye haiko sawa. Like, it's like they are trying to hide something. Back to Lola and Bien. Si mnakumbuka sasa ndio Lola ametoka UG na alikuwa ameacha Bien na Frida. So walipatana mahali na Bien. Akaanza kuambia Bien masaibu yenye alipitia pale UG. Na Bien was like, I wish singekuacha uende peke yako, ningeenda na wewe. Ndio Lola akamwambia, surely it's not even your fault. It's my fault. Mimi ndo nilifanya kitu. Mimi ndo nilifanya hizi vitu mimi peke yangu. Actually, mimi ndo nafaa kublamiwa kwa kila kitu yenye ilifanyika. Wewe hauna makosa yoyote yenye ulifanya. Cause yani tangu tuchukue Frida imekuwa tu ni mikosi na tahabu. Kila mahali ninaenda ni mashida tu zinanifuata. Ndio Lola akaambia Bien, unajua kesho ni court hearing ya Frida and we are going to lose her after tomorrow. You see, everything that is precious to us, we are losing everything one by one. One by one. I'm just going to pay for my sins. Ninalipia tu madhambi yangu pole. Because anything that precious that we had, we have lost it. And now tomorrow, we are going to lose Frida too. Lola akasema, now, I want to live a normal life. A sinless life. Life that has no blackmail. A normal life just like anybody else. Because me, I'm tired of living a dramatic life. I want to start this life again. So Lola ameamua kubadilika and let's see whether she gonna change for real. Because anyway, masaibu yenye amepitia, it's too much. Now, after kuzika mwili ya Kamal, Rispa alirudi kwa Susan. Huku akilia kaenda akanok mlango. Na hii time ndio Susan na yeye ametoka UG na masaibu yake. Si akamfungulia mlango and Susan alikuwa ameworry sana juu ya Rispa. Rispa akamweleza everything that happened, that walikuwa Stone House, Kamal alikuwa na muattack, then Skylar akachukua chuma akamgonga na hivyo ndio Kamal walimuua, alafu wakaenda wakamvika. So Susan was very touched because imagine wamemalizana na mama Dande kuhusu kifo ya mtoto wake. Sahi wako hapa Rispa anamwambia wameua mtu mwingine. You see the kind of trauma. But si mnajuanga Susan anakuanga roho ngumu. She's never moved easily. So it's a tough time for them both. So Susan alichukua hizo nguo zenye Rispa alikuwa amevaa akazichoma zote ndio afiche evidence, cause kama walikuwa wameua Kamal na wao walibeba hiyo body, lazima angekuwa na blood stains all over. Now wakimalizana na kuchoma nguo, mama Kamal alikuja pia yeye akilia. Akagonga mlango, Susan akamfungulia. Akawauliza kama wameona mtoto wake, cause for the last few days hawajamuona, hayuko kazini, simu ashiki na wajui mali yako. Ndio mama Kamal akauliza Susan kama Rispa anaweza kuwa aliona Kamal, because you know Kamal was dating Rispa. So Susan akamwambia hapana, mimi nimekuwa na Rispa hapa na hajaongea na Kamal wala hajamuona. You see, now the mother is lying to defend the daughter. Now Susan akamwambia Kamal ni mtu mkubwa,
See the irony in that statement? Kamal ni mtu mkubwa. Don't worry, don't panic. Very soon he'll come around. And this woman was in great pain. Unajua niliwaambia hakuna uchungu kama ya mzazi kupoteza mtoto wake. Na mama Kamal alikuwa ameachwa peke yake na Kamal. Sasa anatafuta mtoto wake ampati. Wenye wanajua ukweli hawamwambii ukweli. Wanamdanganya. So mama Kamal akitoka akaambia Susan, mahali imefika itabidi aende polisi a report that his son is missing. Na do you know what will happen? Polisi wakianza kumtafuta. Na kuna kitu kingine hata ilifanyika pale. Time yenye walikuwa pale kwa forest wakizika mwili ya Kamal. Simu ya Kamal mamake alipiga. Na wakati alipiga hakuna mtu alichukua. What does that mean? Inamaanisha kama polisi watatrack simu yake, signal yake ya mwisho itaonekana kwa ile msitu. Na sijui kama hiyo simu walizima, wakaidiscard, wakaipeleka location nyingine, ama walifanya aje. Because that one itafanya mwili ya Kamal ionekane haraka haraka. Na kama polisi watatrack tena, signal nyingine itapatikana Stonehouse. Next itapatikana wapi? Kwa forest mali walidiscard hiyo mwili. Unaona vile Skylar na Rispa hawezi yepa polisi. Because at the end of the day they will be caught. Because the way walidispose hiyo mwili, it was so carelessly. Simu ya Kamal ilikuwa on and all that. Back to Frida, Bien and Lola. It's evening, wametoka kuchukua Frida shule. Nakumbuka Lola kukua alikuwa ameenda UG. So Frida kumuona, she was very happy, akaenda akamuhug. So wakitembea tembea, this time walikuwa nafikiria chenye wataambia Frida, koti ikiamua kesho yake ati Frida arudi kwa wazazi wake, that is Nina and Luanda. So wakitembea kwa street, Frida aliona baiskeli ya red na akaipenda. And she was like, "Mommy and Daddy, can you buy for me this bike? I wanna be riding this bike." Na babake akamwambia yeah, atamnunulia hiyo bike the following day, and they walked away. Back to the mansion, Linda alikuwa anaambia Skylar worry about anything. She will do anything within her means to protect her. So alienda pale kwa room ya Nina, akawapata wakiwa na Ashley wakidiscuss about Nina's new unborn baby. Akimwambia Nina, akiambia Ashley that very soon anajua atajifungua mtoto vizuri, na pia the following day, because ilikuwa ni siku ya kesi yao, watapata mtoto wao Frida back. Still at the mansion, Lily alikuwa amepanda kwa ngazi akijaribu clean. Alafu hapo alikuwa anajiongelesha akisema huyu Koki lazima nitamsema kwa Nina and Luanda. Haizi endelea kukaa na hiyo kiburi akitaka kuharibu relationship ya wenyewe kwa hii mansion. Si Koki the witch alikuwa anamsikia. Imagine alienda akapush Lily. Lily akaanguka kutoka kwa hiyo ladder. Na hivyo ndio Lily alizirai. After Lily kuanguka, si kikaanza kujifanya eti hiyo ilikuwa ni normal accident. Akaita watu, Linda akakuja, mamake akakuja, mama Lily was crying, very sad. Na Koki hapa anajifanya eti ilikuwa just a normal accident. Na unajua inaweza onekana ilikuwa normal accident simply because alikuwa amepanda kwa ngazi akifanya cleaning, na inaweza kuwa ukweli aliteleza akaanguka. But my question is, kwani hii nyumba ya Dylan, the Kabarages, ainanga CCTV cameras? Cause vituko zenye Koki amekuwa akifanya kwa hii mansion zinafaa zionekane kwa CCTV. It's a luxurious house. Inaweza aje kosa CCTV camera? Cause ukweli Koki vituko zake zingekuwa zishaonekana. So what happened? Linda called an ambulance, ikakuja, ikapeleka Lily pale hospitali na ikaenda na mamake. And everybody was shocked, especially Nina, after what happened.
Now, Luanda and Dylan walikuwa wameenda pale kwa Kabarage Holdings wafanye uchunguzi waone kama wafanyikazi walikuwa employed in the right way. So they were going through the files, ndio at least walikuwa natafuta kama kosa yenye wanaweza accuse hao watu. But Luanda akawaambia all the workers were hired legally. Ndio wakiwa hapo, Mr. Pamba, the cotton guy, came. And they had an altercation. And ndio wakaambia Luanda, mnajua tumekuwa tukitafuta Kamal for the last few days, hatumpati. Mnaweza jua Kamal ako wapi because ako missing. Hatujapata Kamal. And Luanda was like, what are you talking about? Because Pamba was like, ni kama wali abduct Kamal ama wanaweza kuwa walimuua. Na kitu moja nimelearn kwa hizi series. Haki. Kama uko na uadui na mtu, kama mmekosana na mtu, usiwahi mwambia we nitakuua. Because the moment huyo mtu atakufa, hata kama utauliwa na mtu mwingine, wewe ndio utakuwa suspect number 1. Mliona Mark pale Neema aliambia tu Serenge, I will kill you, and Serenge was killed the same day. Na simply because alikuwa amemtishia akamwambia atauawa, atamuua, he was the first suspect. Now that Kamal is missing, na wamekuwa na ngomvi kati yao na Luanda and Mr. Dylan. So Dylan and Luanda might be accused of Kamal's murder kama Rispa na Skylar hawatashikwa. That is kama Rispa na Skylar hawatashikwa, Luanda na Dylan ndo watakuwa the main suspect, but I hope that will not happen. Now, even ndio mambo imechemka kwa Zari series. Hii Zari nimewaletea ni Zari ya Monday, that is episode 111 to 115. Itakuwa from Monday to Friday and it's gonna be dramatic. Wenye mnafikiria Zari inaisha saa hii, haishi saa hii. Zari iko na 170 something episodes. Na sasa tuko episode 100 and what? 111. So we have a long way to go, and the remaining episodes are also very, very, very dramatic. So my good people, imagine nimebakisha only 20 subscribers nifikishe 1000 subscribers. Usikubali nivuke mwaka with less than 1000 subscribers. Kama una watch na unapenda my updates,